Kim Media. Kumekuwa na changamoto ya baadhi ya wanaume kuwa na upungufu wa nguvu za kiume, lakini wakati mwingine hawajui chanzo chake. Ubaya zaidi unakuja pale mtu anapoona aibu kujipambanua mbele ya wataalamu ili kupata suluhu mpya tatizo lao. Patrick Bilikundi ni daktari bingwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete wa magonjwa ya ndani, yani kisukari, shinikizo la damu, moyo, figo, vidonda vya tumbo, magonjwa ya damu ikiwemo selimundu na mengine kadha wa kadha. Hapa anaeleza njia mojawapo kati ya njia mbalimbali zinazoweza kumsaidia mwanaume mwenye changamoto hiyo kurejea katika nguvu zake. Upungufu wa nguvu za kiume, moja ya chanzo ni uzito uliopitiliza. Ni visukari vya muda mrefu ambavyo havijatibiwa. Sasa upatikanaji wa huduma itakayosaidia kupunguza uzito uliopitiliza na kusababisha kurekebisha wingi wa sukari mwilini, moja kwa moja ina madhara chanya au ina impact katika kuboresha hata ufanyaji kazi wa viungo vyote mwilini, kikiwepo na hicho. Mazoezi yanayotolewa humu ni mazoezi elekezi chini ya mtaalamu. Kwa mgonjwa yote yule atahudumiwa kulingana na hali yake. Kwa mfano, mgonjwa wa kisukari ataelekezwa kufanya mazoezi ili aweze kupambana na sukari yake. Mgonjwa wa pressure ataelezwa aina ya mazoezi ambayo itamsaidia kupambana na pressure yake. Na vyote vina mchango katika kuweka sawa ile changamoto alionayo. Na si kweli kwamba mgonjwa wa pressure au sukari haruhusi kufanya mazoezi. Hapana, shida ni kwamba anatakiwa afanye mazoezi elekezi ya mtaalamu. Na hicho ndio kinachofanyika humu ndani. Mtaalamu wa utengamao katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Daktari Leonard Makei, anaeleza hatua zinazochukuliwa kabla ya kuanza mazoezi kwa ajili ya tiba au kuimarisha tu mwili. Vifaa vyetu maalum vya kisasa kwa ajili ya gym, kwa ajili ya mazoezi, na tuna vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufanyia mazoezi, na lengo kubwa ni kwa ajili ya kupunguza magonjwa yasiyoambukiza na kupambana nayo na kufanya prevention. Na huduma anaokuja kupata patapata vipimo vya awali, vipimo vya pressure, kipimo cha sukari, kipimo cha uzito na kipimo cha moyo. Kwa hiyo mtu akija hapa lazima afanywe hivyo vipimo ndipo aanze mazoezi. Mfano, mtu akiwa na msongo wa mawazo au sonona, ni vizuri zaidi akaja kufanya mazoezi. Hapa akiwa anafanya mazoezi anapata kitu kinaitwa music therapy. Kwa hiyo akiwa anafanya mazoezi ile inamtolea ile, inapunguza ile misongo ya mawazo na sonona. Daktari Swaumu Kimaro ni mtaalamu wa afya ya akili katika hospitali hiyo. Hapa anaeleza namna uimara wa akili unavyoweza kutibu matatizo mengi ikiwemo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwenye upande wa afya ya akili tuna magonjwa mengi sana, lakini gonjwa ambalo linatusumbua sana sisi hasa watumishi na hata pia yetu ni huu ugonjwa ambao tunaita stress, ama wengine tunaita sonona, wengine tunaita unyogovu. Haya ni magonjwa ambayo yanatuathiri sana kiakili. Ni kwa nini tunasema? Kwa sababu mazoezi, mtu anapokuwa anapata hii changamoto ya unyogovu, mara nyingi anakuwa na ile hali ya upweke au anajikuta anakaa peke yake. Sasa ukija kwetu sisi, kwa maana sisi wataalamu wa afya tunasema ule upweke tunatakiwa tuuondoe. Tunauondoa namna gani? Inatakiwa uje kwenye eneo la mazoezi. Na naamini kwa kutumia fursa hii katika eneo letu hili kwa Tabora nzima hatuna eneo sahihi kama zaidi ya hili hapa tulilonalo. Kwa hiyo tunashauri ili kuondoa stress zako, kuondoa sonona kwa maana ya unyogovu, ni vizuri ukafanya mazoezi. Pia hata kemikali zako za kwenye ubongo zinakaa sawa, kwa hiyo ile hali ya unyogovu inaweza ikaanza kupotea. Tunajua misongo haikwepeki. Yaani changamoto kwenye hii dunia hazikwepeki. Sasa unapoona kwamba wewe unashindwa kukabiliana na misongo yako ya mawazo na ukajikuta umepata msongo wa mawazo, tunashauri sasa uje kwenye mazoezi. Lakini sasa kuna mtu mwingine anajikuta amepata msongo wa mawazo, na tunashauri kwa sababu kuna mtu mwingine anapata msongo wa mawazo anaenda kutumia vilevi akiamini kwamba nikitumia kile kilevi nitalala. Hivi kweli mtu ukiwa umepata changamoto, labda hauna hela, ukapata stress, hivi ukaenda ukanywa pombe asubuhi, utakuwa umepata hela? Huwezi kupata hela. Kwa hiyo tunawashauri kwa kutumia hivi vyombo vya habari mtusaidie na wanaotusikiliza wazingatie. Na dalili za misongo ya mawazo ama stress mojawapo ni ile watu kukaa peke yao, kujikuta anajitenga na wenzao, ama anakuwa halali, hapati usingizi,
ama anajikuta analala sana au halali sana, au anajikuta muda wote yeye ana huzuni wa kupitiliza. Sasa kabla hujafikia hiyo hali na kushindwa kufanya shughuli zako za kawaida, ukishaona dalili, viashiria hizo dalili ambazo nimekwisha kuzitaja, ni vizuri ukaja kwenye mazoezi. Na kwa sababu hapa kwenye mazoezi tuna wataalamu, tuna madaktari bingwa, kuna wataalamu wa aina yote wa kukushauri kulingana na changamoto yako, na atakushauri ufanye zoezi la namna gani. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Daktari Joakim Dr. Nyeyembe, amebainisha kuwa magonjwa yasiyoambukiza au uzito mkubwa ni miongoni mwa sababu za kutoshiriki vizuri tendo la ndoa, hivyo ufanyaji wa mazoezi ni suluhisho la changamoto hiyo. Nguvu za kiume, hilo lina direct association kabisa, kwa sababu ukishakuwa na sukari, ukishakuwa na hypertension, performance yako iko sawa na yule mtu ambaye hana hiyo shida. Ukishakuwa na overweight, performance yako iko sawa na yule ambaye hana hiyo shida. That is goes without saying. Hiyo ndio fact. Kwa hiyo ukiweza ukajikipo kwenye mwili ambao upo katika body index inayokubalika kiafya, manake performance yako wewe katika kila mambo yanakuwa ni better. Hata uwezo wa kufikiri pia unakuwa uko better. Kwa hiyo niwahimize sana ndugu zetu wa Tabora kwamba hii ni nafasi imejitokeza, basi waitumie. Tunatarajia pale tupate flood, na kwa sababu tumesema kwamba itakuwa na operate masaa yote, kuna yale masaa ya asubuhi na jioni, lakini hapa katikati mtu akitaka kama private entity pia anaweza akapata huduma hiyo. Rashidi Shabani, mkazi wa Tabora, ameweka wazi furaha yake baada ya uwepo wa gym katika hospitali ya rufaa ya Tabora, ambayo imetajwa kuwa moja ya suluhu ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Napenda kuipongeza hospitali yetu ya mkoa ya Kitete kwa huduma ambayo ilotuletea, ambayo ni ya gym humo ndani, ambapo mtu yoyote ana uwezo wa kwenda kufanya mazoezi na kuondoa matatizo madogo madogo, magonjwa nyemelezi ambayo yanayomsibu. Unaona? Kwa upande huo hapo napenda kuipongeza sana hospitali yetu ya Kitete. Napenda kuwashauri wakazi wenzangu wa Tabora, naomba wajitokeze kuja kufanya mazoezi, kwa sababu sasa hivi bana maradhi ni mengi sana. Unaona? Kwa hiyo maradhi ni mengi, kwa hiyo natakiwa mengine tusiyaendekeze, natakiwa tufanye mazoezi. Unaona? Tufanye mazoezi endapo tutoe magonjwa ambayo baadhi magonjwa nyemelezi yani. Kwa hiyo napenda kuwashauri wakazi wenzangu wa Tabora wajaribu kusogea katika ofisi iliyofunguliwa ya gym, waje na wenyewe kimbia wafanye mazoezi kidogo waweze kukaa fit. Sababu hata unapoenda hospitali daktari mwenyewe anakuambia, anakushauri fanya mazoezi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa hiyo ina maana labda uenda kule tunaposhauriwa mtaani hatutekelezi jinsi tunavyoambiwa na daktari. Unaona? Kwa hiyo ina maana wameona bora tufanyaje, watusogezee huduma karibu hapa. Kama mtaani tutashindwa, tuje hapa karibia na hospitali, huenda tukakutana labda na daktari na yeye mwenyewe mule ndani anafanya mazoezi akazidi kunipa ushauri vizuri zaidi yani. Kwa hiyo yani ufupi tu mimi napenda kuipongeza hospitali ya Kitete kwa jukumu lilochukua hilo la kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi ni mazuri. Mimi mwenyewe binafsi napenda kufanya mazoezi. Napenda niondoe huu mwili wangu uliokuwa nao. Napenda niondoe mafuta nilokuwa nayo. Kwa hiyo mazoezi hapo kwa kweli nimewaunga mkono. Endapo tutakuja kufanya mazoezi tutakimbiza magonjwa nyemelezi, hasa pressure, kisukari. Hivyo vitu vinakaribishwa na nini? Na yani kutokufanya mazoezi. Kwa hiyo na maana umuhimu wa hivyo vitu, nafikiri kwamba sisi wananchi wa Tabora tujitokeze kwa wingi. Twende tukafanye mazoezi endapo tukimbize maradhi kama hayo ili mambo mengine yaendelee. Ni hatua madhubuti zinazoendelea kuchukuliwa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kuhakikisha huduma za kitabibu na mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza zinapatikana katika mkoa wa Tabora. Kwa sasa hospitali hiyo imetenga jengo maalum lililosheheni vifaa vyote muhimu vya kisasa kwa ajili ya mazoezi, shabaha kubwa ikiwa ni kuhakikisha afya za wanatabora zinaimarika, ambapo mtu anaweza kulipa shilingi 3,000 kwa siku au kulipia shilingi 75,000 kwa siku 30, yaani mwezi mmoja. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.